tumeona Mithali sura ya 2 mstari wa 6, anasema kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Mungu ndio anayetoa hekima kwa wanadamu, na kinywani mwake huwa anatoa maarifa na ufahamu kwa wanadamu. Kwa nini anatoa hekima, maarifa na ufahamu? Ni kwa sababu mwanadamu hawezi kufika katika sehemu ya hatima yake, hawezi kuongozwa pasipo hekima na maarifa ya Mungu. Hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu inatusaidia sisi kujua namna gani ya kuchangamana na watu waliotuzunguka. Namba moja, inatusaidia sisi kujua namna gani ya kuingia kwetu na kutoka kwetu. Hekima na maarifa ya Mungu inatusaidia sisi kujua wakati gani tuseme, wakati gani tunyamaze. Kwa lugha rahisi, hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu ndio injini inayoendesha maisha ya wanadamu. Ili ifike mahali mwanadamu au mtu anaweza kumpendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu, lazima hekima ya Mungu ifanyaje? Iumbike, na maarifa ya Mungu yaumbike ndani ya moyo wake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 52, anasema naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Luka sura ya 2 mstari wa 46 inasema wakamuona Yesu ameketi katikati ya walimu akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Yesu Kristo wakati akiwa katika umri mdogo alizunguka mahekaluni akiwa tokea na miaka 12 akitafuta hekima ya baba yake na maarifa ya baba yake. Kuna mtu mmoja anaongea hapa jambo la pepo. Kwa hiyo wakati Yesu Kristo anakuwa, alikuwa katika kimo na alikuwa katika hekima na maarifa ya Mungu. Hekima hiyo na maarifa haya aliyapata kutoka kwa nani? Kwa baba yake, kwa Mungu ambaye ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana basi Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, anasema lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Mungu huwa anatoa hekima kwa yule anayehitaji hiyo hekima. Tunahitaji hekima katika mazungumzo, tujue namna gani ya kuenenda, namna gani ya kuongea, namna gani ya kufanya, namna gani ya kutokufanya. Katika maamuzi tunayofanya tunahitaji hekima ya Mungu. Biashara, usimamizi wa watu, chochote tunachokifanya, iwe ni cha uchumi, iwe ni cha kijamii katika familia zetu, au iwe ni cha kiutumishi, tunahitaji hekima na maarifa ya Mungu yaweze kutuongoza. Hata kuongoza familia tu ya mke na watoto, hata kuongoza biashara, kusimamia, inahitaji hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, unapenda? Ukisoma Yohana sura ya 7 mstari wa 15, Wayahudi wakastaajabu wakisema, baada ya Yesu Kristo kukua, wakasema amepataje huyu kujua elimu ambaye hakusoma? Wayahudi wasipojua Yesu Kristo tokea akiwa na miaka 12 alikuwa anashinda mahekaluni anajifunza hekima kupitia maandiko. Alipokuwa mkubwa wakasema mtu huyu ni ameishi katika nyumba ya Yusufu, tunamjua ni fundi carpenter, anawezaje kujua mambo ya hekima, mambo ya Torati, mambo ya sheria, elimu kubwa kiasi hii? Kumbe ndani ya miaka 18 tokea akiwa na miaka 12 mpaka akiwa na miaka 30 Yesu Kristo alikuwa anatafuta hekima na maarifa ya Mungu akiwa hekaluni. Kuna mtu mmoja anaongelea jambo la pekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamwona kwenye Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38 hadi 41. Tunaona ni maarifa ya Mungu ndiyo yaliyomuinua Yusufu kutoka gerezani hadi kuwa second command, kuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo 41 mstari 38 hadi 41. Ni maarifa gani hayo? Mungu alimpa maarifa na kipawa na uwezo wa kutafasiri ndoto na maono. Ule uwezo wa ndani Mungu aliyompa Yusufu ndio uliomtoa gerezani
Wakasema niitieni, mfalme akasema niitieni mtu huyu aje kutafasiri maono na ndoto ndizo nazo. Mungu anawekeza ndani yetu hivi vipawa vya Mungu na uweza na neema Mungu anaweka ndani ya mtu na ujuzi fulani vipo kwa ajili ya kumfanikisha mtu katika namna moja au namna nyingine. Kuna mtu mmoja anaongelea kwenye Biblia. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 hadi 12. Tunaona ni hekima za Mungu ndio zilizomwezesha Solomon kuongoza taifa lenye nguvu, taifa la Israeli, kujenga hekalu na kuwa na ufalme maarufu duniani wenye nguvu. Watu walitoka mbali, walizifuata hekima za Suleiman. Mungu alimwambia omba, akasema naomba hekima yako. Mungu alimwambia umeomba vyema. Kwa kuwa umeomba hekima, nitakupa zaidi. Kwa lugha rahisi, Mungu alijua kwamba kitu pekee ambacho kinasababisha mtu akaweza kucontrol fedha, akacontrol familia, akacontrol vitu vingine ambavyo tunavyohitaji hivi leo ni hekima ya Mungu. Kwa Suleiman alipoomba hekima, akasema umeomba jambo jema. Hii ndio inaweza kucontrol, ikakusababisha uweze kutawala vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona katika kitabu cha Danieli sura ya kwanza mstari wa 17 na mstari wa 20, Mungu alimpa maarifa na hekima katika elimu yote Danieli, pamoja na wale Waebrania, vijana wengine wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego. Tuko sawa sawa jamani wapendwa? Aliwapa, wakati mfalme anasema nitafutieni watu wenye hekima, wenye akili ndani ya nchi. Walipopembua wakachambua wakakuta Danieli na wenzake vijana wa Kiebrania ndio wana hekima. Wakizungumza watu wakisikia wanaona hekima ya Mungu ndani yao. Walikuwa wamejaza roho wa Mungu, wakizungumza hekima ya Mungu ilikuwa inaonekana. Walikuwa na maarifa ya Mungu ya kuleta utatuzi wa mambo ya kitaifa na mambo ya kijamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapotaka kuwatumia watu wenye hekima katika kutatua matatizo katika jamii zetu. Mungu akutumie wewe na nitumie mimi. Sema amina. Amen. Samueli wa kwanza sura ya 18 mstari wa 14. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Alitenda katika hekima kwa busara, kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa akimpa hekima na kumuongoza. Mungu alipendezwa na Daudi kwa sababu njia zake na namna ya utendaji wake hakuenda pasipo Mungu kusikia hekima ya Mungu. Tuko sasa jamani wapendwa. Sasa tuangalie njia za kupata hizo hekima au kupata maarifa ya Mungu. Njia ya kwanza tumeona katika Yakobo 1 mstari wa 5 ni kumwomba Mungu. Atakayepungukiwa na hekima bora afanyaje? Aombe. Mithali sura ya 9 mstari wa 10 inasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumcha Mungu ni mwanzo wa nini? Hekima. Ni mwanzo wa hekima. Namna tunavyomcha Mungu, namna tunavyomwabudu Mungu ni mwanzo wa hekima kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namna nyingine ukiangalia kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10 hadi 12, Roho Mtakatifu ndio anayetufunulia, anayetupa maarifa ya Mungu. Na Roho Mtakatifu huyu ukisoma kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 26, anasema Roho Mtakatifu hutufundisha mafumbo ya Mungu. Yeye ndiye anayetufundisha na kutukumbusha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kupitia neno la Mungu, Zaburi mstari wa 119, sura ya 119, Zaburi 119 mstari wa 130. Tunaona neno la Mungu nasema kufafanusha maneno yako kuatia nuru na kumfahamisha mjinga. Zaburi 119 mstari 130. Neno la Kristo tunapofafanushwa ndani ya mioyo ya watu linatia nuru na kumfahamisha, kumpa mtu ufahamu yule ambaye ni mjinga, yule asiyejua. Kwa neno la Mungu linatupa maarifa, linatufungua, linatupa nuru, linaondoa matongotongo kwenye macho yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 16 na 17, inasema maandiko au neno la Mungu linatufundisha, linatukosoa, linatuonya na linatuongoza katika haki yote. Tunategemea neno la Mungu lituongoze katika maisha yetu. Daudi kuna kitabu cha Zaburi inasema neno lako ni taa ya nini?
ya miguu yangu. Kwa hiyo kuenenda kwangu katika kumpendeza Mungu na kuwapendeza wanadamu, tunahitaji neno la nani? Neno la Kristo, neno la Mungu lituongoze maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 mstari wa kwanza hadi wa 5. Tunaona mtu mmoja anaitwa Bezaleli alipewa roho ya maarifa. Mungu alimpa roho ya maarifa ya ufundi na ubunifu wa kutengeneza dhahabu, fedha, shaba, kunakshi, kazi za urembo na kazi za ufundi. Kutoka 31 mstari wa kwanza hadi wa 5. Bezaleli, Mungu alimpa roho ya maarifa ya ufundi na ubunifu. Mungu alimpulizia hiyo pumzi. Kuna watu wanazaliwa hawajaenda VETA, hawajaenda shule ya ufundi, automatic tu wanajua ufundi fulani. Mungu ameweka hiyo neema, hicho kipawa ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimpa huyu Bezaleli kipawa, roho ya maarifa ya ufundi na ubunifu wa kutengeneza vitu vya kuchonga, vya urembo na ufundi wa aina mbalimbali. Tuko sasa je, unapendwa? Ukisoma pia kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 34 hadi 35, tunamwona mtu anaitwa Oholiabu alipewa maarifa ya kufundisha na kutengeneza kazi ya hekalu. Mungu alimpa neema ya kufundisha na masuala yanayohusiana mambo ya hekalu. Mungu aliweka maarifa ndani yake ya kufundisha vitu fulani vinahusiana na hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 34 mstari wa 9, Yoshua alijazwa roho ya hekima na roho ya uongozi. Wakati anapokea kile kijiti, anapokea ile manto kutoka kwa Musa, alijazwa roho ya hekima na roho ya uongozi ili aweze kuwaongoza na kuwafikisha wana wa Israeli katika nchi ya ahadi kama vile Mungu alivyokusudia. Kwa hiyo hata viongozi, iwe ni viongozi wa kiserikali, viongozi katika kampuni, viongozi kwenye kanisa, viongozi nyumbani, tunahitaji roho ya hekima na roho ya uongozi. Uongozi ni moja ya kipawa, ni moja ya roho ya Mungu inayofunuliwa ndani ya moyo wa mtu. Inampa uwezo wa kuwaongoza, kuwasimamia watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka sura ya 33 mstari wa 13, tunaona Musa alipewa maarifa ya sheria, uongozi na namna ya kuwasiliana na Mungu.